Wafanyabiashara nchini wametakiwa kutumia vipimo sahihi vilivyokaguliwa na Wakala wa Vipimo Zanzibar ili kuepusha hasara katika biashara zao wanazofanya. Wito huo umetolewa na mkurugenzi mtendaji wa Wakala wa Vipimo Zanzibar ZAWEMA, ndugu Mohamed Mwalimu Simai, wakati akitoa elimu kwa wafanyabiashara wa soko la Jumbi katika maadhimisho ya siku ya vipimo duniani huko Jumbi, wilaya ya Magharibi B Unguja, ambapo amesema chimbuko la vipimo ni suala mtambuka ambalo lilianzishwa tangu mwaka 1875 baada ya mataifa 17 ulimwenguni kukubaliana na kuamua kuwepo kwa vipimo vya aina moja. Aidha, mkurugenzi huyo amebainisha kuwa sheria ya vipimo imewekwa wazi, sehemu yoyote biashara inatakiwa kutumia unit moja ili kuondoa tofauti wa vipimo vya mizani. Mohamed Mwalimu Simai ni mkurugenzi mtendaji kutoka Wakala wa Vipimo Zanzibar. Tumefika katika soko la Jumbi leo hii. Ni sehemu moja ambazo tulipanga kustembelea katika masoko kwa ajili ya kuwafikishia elimu wafanyabiashara wanaotumia vipimo. Ziara hii imefanyika kutokana na maadhimisho ya siku ya vipimo ulimwenguni ambayo leo hii tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2025 ni siku ya maadhimisho duniani. Tunajua chimbuko la siku hii ilitokana mnamo tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 1875 yalipokutana mataifa 17 yakakubaliana kwamba watumie kipimo cha aina moja katika mataifa yale. Lakini lengo ilikuwa walianza na mataifa yale, lakini ilifahamika kwamba baadaye itakuja kuwa dunia nzima. Kama tunavyoona leo hii hapa kwetu tumetoka katika matumizi ya vile vipimo vya asili, pishi, vibaba mpaka tunatumia kilogram. Kwa hiyo hili lilionekana hata kwa wenzetu walikuwa kabla yetu sisi. Yalikutana mataifa 17 tarehe ya leo mwaka huo, wakasema tutumie kipimo cha aina moja. Baada ya kuwa kila nchi inatumia kipimo chake. Huyu anatumia kisado, huyu anatumia mkoba, huyu anatumia kipimo kile. Ikaonekana bidhaa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, yule anaitoa kumpelekea mwenziwe, yule mwenziwe hajiridhishi wa kile kipimo ambacho anachokitumia yeye. Kwa hiyo ili kuweka ile harmonization, kuwa na kipimo cha aina moja, mataifa haya yalikubaliana wakaanzisha kipimo cha kilogram na kipimo cha mita kwa urefu. Kilogram kwa uzito, lakini mita kwa urefu. Baada ya kuwa kila nchi inatumia kipimo chake, sasa kuanzia hapo ndio ikawa nchi hizi zinatumia kipimo cha aina moja. Ile bidhaa ilipotoka nchi moja kwenda nchi nyingine, ikawa inaaminika kwamba bidhaa hii kwa kipimo alichotumia mwenzangu ni kile kile ambacho ninacho kitumia mimi. Kwa hiyo mataifa yale yalikubaliana kwa vipimo vile, lakini baadaye vikaongezeka vipimo vingine mpaka zikafika zile 7 basic fundamental quantities, zile unit 7, kilogram, length, temperature, ampere na vingine vilivyobakia. Ndio mpaka kufika kwetu sisi huku ikawa tukaingia katika ule mfumo wa kimataifa wa vipimo na sisi tukaanza kutumia vile vipimo. Kwa hiyo ili kuenzi mchango walioutoa wenzetu miaka hiyo ya mwaka 1875, ikamulika kwamba basi kila mwaka tuadhimishe siku hii kwa chochote kinachofanyika. Na tunafahamu kwamba maadhimisho ya siku hii ni maadhimisho ya kila mwaka, ambapo kila mwaka kuna ujumbe unatoka kwa ajili ya maadhimisho ya siku hii, ambayo katika mwaka huu ujumbe ambao ulitoka katika mwaka huu ulikubalika uwe vipimo kwa wote, vipimo kwa kila muda. Sehemu hii ilikuja kwa kufahamika kwamba vipimo kwa wote, kwa maana hakuna ambaye hatumii kipimo. Kama ninavyojua vipimo ni swala mtambuka. Huwezi kuamka kwako asubuhi mpaka ukafika muda wa kulala, au pengine sio muda wa kulala, kile kitendo cha kutoka kwako kufika ofisini tu bila kutumia kipimo. Umeamka kwako utatumia maji, yale maji maana yake yalipita katika mita, ukaambiwa umetumia uniti kadhaa. Pengine umekunywa sukari au umekunywa chai, ile chai iliyokunywa imewekwa sukari. Ile sukari ilipimwa ulipoenda kununua dukani, ukaambiwa umenunua sukari kilo kadhaa. Umenunua majani ya chai, uliponunua majani ya chai ukaambiwa majani ya chai yale ulinunua labda kwenye boksi yenye uzito fulani. Lakini umetoka nyumbani, pengine umeenda ofisini, umetoka nyumbani ukapanda gari, ile gari ulitumia kipimo. Maki uliingiza mafuta, ulipita petrol station ukatia mafuta, yale mafuta yaliyoingizwa pengine ulisema unataka lita 5 au lita 10. Kwa hiyo maana yake hakuna ambaye hatumii kipimo. Ndio maana tukasema vipimo for all, vipimo for all time. Vipimo kwa wote, vipimo kwa muda wote. Maana yake hata katika muda vile vile. Kila muda maana yake utakuwa unatumia kipimo. Hukutumia asubuhi, utatumia mchana, hukutumia mchana, utatumia jioni, hali kadhalika mpaka maisha yetu yote yanaingia katika vipimo. Kwa hiyo ili kuadhimisha siku hii hapa kwetu Zanzibar,
Tumechagua baadhi ya masoko, haya masoko muhimu au masoko makubwa ambayo wafanyabiashara wanatumia kwa ajili ya kutumia vipimo vyao kuwatumia wale ambao wanaowauzia. Tumefika hapa kwa ajili ya kutoa elimu na tunashukuru kwamba lengo limefanikiwa. Wako ambao hawakuwa kifahamu nini vipimo, wako ambao wakitumia vipimo ambavyo sio sahihi, wako ambao wakitumia vipimo sahihi lakini sio katika mazingira sahihi. Kwa hiyo tunashukuru wote tumekutana nao na tumeweza kuwapa elimu imewafikia, na tunategemea kwa elimu hilo hapa itakuwa ni chachu ya kuweza kuendeleza biashara zao. Wao wasijidhulumu katika biashara wanazoziuza, lakini wasiwadhulumu wale ambao wanaowauzia. Kupitia maadhimisho hayo, baadhi ya wafanyabiashara walipata nafasi ya kupatiwa elimu juu ya utumiaji sahihi wa mizani, sambamba na kupata fursa ya kuuliza maswali mbalimbali, pamoja na kutoa shukrani kwa wakala wa vipimo kwa kuwapatia elimu hiyo. Kwa jina anaitwa Alfonso Ali, katibu wa wafanyabiashara wa nafaka na vile vile ni naibu katibu wa wafanyabiashara wote ndani ya soko la Jumbi. Kwanza tunatoa shukrani za dhati kwa kupata ujio wa wageni wetu kutoka Wizara ya Biashara ambao wanatoa masuala ya vipimo, kuwapa wafanyabiashara elimu wanaponunua zile mizani zao iwe ni usahihi, kwanza kuipeleka kule Malindi kuhakikiwa ili aweze kuanzia biashara yake, kwa sababu kuna mizani ambazo hazistahili kufanyia biashara, inakuwa ni nyepesi. Kwa hiyo kuna nyingine kukuwa na upepo ina cost kidogo, mizani unakuta tayari inasoma kabla wewe hujapima. Kwa hiyo pale wewe unajizulumu au unamdhulumu mfanyabiashara. Kwa hiyo kwa leo tunashukuru kupata mafunzo haya, tumepata taaluma kwa kujua vipi tunaweza kufocus katika biashara zetu kwa kutumia hizi mizani, na mizani ambazo hazijasajiliwa au jiwe ambalo limeshuka kiwango chake, yani kwa sababu linakuwa na ubora lakini kila baada ya siku linakuwa jepesi. Kwa hiyo wanapopita katika kuhakiki inakuwa ni bora zaidi. Na wao pia wametupa taaluma kwa ajili kuna watu wengi wanafanya biashara pasipo kusajili mizani zao, wengine hawajui mizani hii inahitajika katika biashara au la. Pia vile vile tumeona ni vyema au ni bora zaidi kwa kutuhabarisha kwa hali kupata kujua na utendaji wa wafanyabiashara. Hata siku ukija ukionekana umekamatwa kwa ile kesi tayari ushapewa elimu, kuliko unachukuliwa unafanya makosa bila kupewa elimu, inakuwa ni majuto. Lakini tunashukuru kwa kuhabarisha mapema wafanyabiashara kwa kulijua hili na kwa kufuatilia, na pia amechukua mawazo wafanyabiashara kwamba endapo itakuwa kuna itilafu katika yale mawe ni bora zaidi na wao wanapokuja kuhakiki wakawa na mawe ya akiba, ikiwa kama jiwe limejaa pale uwezo ukalirekebisha tena ukalijazia uzito. Kwa hiyo nipende kutoa shukrani zangu za dhati. Asanteni, shukrani. Wakala wa biashara kwa kweli amechukua hatua nzuri. Ni hatua nzuri ambayo kwa wengi wafanya biashara wengi ni watu ambao kwamba walikuwa hawajui hili, lakini kwa sababu ya wakala ambaye ametufikia hapa, kwa kweli tumefaidika kwa kiasi fulani. Tumefaidika, na kwa mara nyingine akija kukagua ile mezani basi itakuwa tunakuwa na uendelevu mzuri wa kujua. Kwa sababu mtu anapima lakini mezani yake haiko sahihi, anawadhulumu watu. Lakini anapokuja kufanyiwa uhakiki basi kila kitu kitakuwa kinakwenda sawa, hakuna atakayedhulumiwa. Kila mtu atakuwa anapata haki yake kisheria. Watu wa viwango, kwa sababu hii ni mara ya 3 kama sikosei kuja, na mara nyingi wanapokuja wanafika ofisini. Ni tofauti na wale wengine ambao wanatoka serikalini na anakuja kuvamia tu kwenye soko. Hawa bwana ni kweli ni watu wa viwango. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kwamba kitu cha faraja ambacho nimekiona, kwa pamoja kunakuwa na mashirikiano. Wao wanatuhitaji sisi na sisi tunawahitaji wao kupitia kwa wafanya biashara. Kwa hiyo wafanya biashara wanapata uelewa kuona kwamba kuna sura za viongozi wao pale ambapo panahitajika jambo, na ni tofauti na baadhi ya timu nyingine ambazo zinakuja ndani ya soko kwa mtazamo tofauti, kila mmoja na jambo lake. Kwa hiyo hilo ni jambo la kushukuru. Lakini jingine ni kwamba kuna kitu ambacho nimekiona kwamba unahitajika mashirikiano ya makusudi kwa ajili wa kuwabusti wafanya biashara ili waondokane na kula niseme siji kula riba au kupata mapato ambayo si halali kwenye vipimo. Manake mamezani mengi ni kweli yamechakaa, lakini na zile nyingine ambazo zinaingia mtu anatoka dukani anakuja kununua mezani, anakuja kuitumia tu moja kwa moja bila kuifanyia
utafiti au kuipeleka pale sehemu husika ambayo kupata dhamana kwamba sasa ni halali kwa matumizi ya kuwauzia wafanya biashara au matumizi ya kuwauzia walaji. Kwa hiyo ni jambo jema ambalo wao kwa upande wao walifuatilie huko bandarini ambao mezani zinashuka, madukani ambao zinakaa kwa ajili ya kuuzwa, lakini baada ya hapo si masokoni tu bali na mitaani ambamo watu wamenunua, wanauza, wanapimia. Na hapo wasiopata, kwa sababu hii leo kuna wengine hata msokoni hawamo. Lakini si kama jumuiya tunabeba hiyo dhamana ya kuweza kuwafikishia, na tunaomba kwamba vile vipeperushi viendelee kubakia kwetu ili tutakapokutana katika mazingira mengine tunawapatia. Kwa hiyo sisi kama jumuiya tunabeba jukumu, tutawaelimisha, tutaisaidia hii kazi, sababu lengo kuu ni kusaidia serikali ili watu wafikie katika uelewa. Maadhimisho ya siku ya vipimo duniani huadhimishwa kila ifikapo Mei 20 ya kila mwaka kwa kauli mbiu mbalimbali, ambapo kwa mwaka huu maadhimisho haya yamebeba kauli mbiu isemayo vipimo kwa wote, vipimo kwa muda wote.